Sifa mbaya tulionayo mafundi, tunataka kuonekana matapeli. Kaikataeni sifa hiyo. Na wale wachache wanaoharibu taswira ya kazi yenu, kawakataeni, ili taasisi hii, taaluma hii ibaki na heshima yake inayostahili. Kama yupo miongoni mwetu ni mbabaishaji, tukamkatae. Mafundi sio wababaishaji. Mafundi ni watu waadilifu, ni wanataaluma kama taaluma nyingine, lazima tukaheshimike. Ndugu zangu, jambo jingine nilotamani kulisema hapa, sisi kama serikali tumepeleka masuala ya mafundi kwenye mambo ya kimtandao. Ni lazima muwe na taarifa za kutosha ni kwa namna gani mtapata fursa zilizoko ndani ya serikali. Kwa mfano, watu wa maduka wanafahamu sasa serikali, ili upate kazi kwenye serikali lazima ujiunge kwenye mfumo wa Nesti. Najua hilo. Hivyo ni vyema mafundi wangu, twendeni tukajisajili kwenye Nesti, na pale inapotokea changamoto tushirikisheni, tuwasaidie. Ni fursa kubwa zinazotokea kwenye upande wa serikali, mzikamate nyie na sio watu wachache. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan analeta fedha nyingi kwenye halmashauri zetu na kwenye taifa letu kwa miradi mikubwa ya maendeleo. Ni lazima miradi hii twende tukachukue kazi, lakini miradi hii ni lazima ikajengwe kwa brand kubwa kama Manyanga. Kwa ni vyema tuyafanye hayo ili tuweze kwenda vizuri. Lakini jambo jingine ambalo nitamani niliseme, ndugu zangu, na kuambia, teknolojia imebadilika sana. Mafundi tunafanya kazi nzuri, hatujitangazi. Oneni namna yoyote mjue dunia sasa imehama kwenye upande wa teknolojia. Tumieni teknolojia kutangaza kazi zenu. Kwa hiyo mnapokuwa na umoja wa mafundi, mjitahidi kuwa waaminifu, mkubaliane jambo, ili unapofika pale wewe usije ukakosa kazi. Kadiria. Lakini umoja wa mafundi una faida nyingi. Unakuta rangi inaandikwa lita 20, lakini kilichoko ndani utajua ujui. Mimi nikudhibitishia kabisa, kwenye rangi zangu ukinunua utafurahia. Na hiyo nyumba kwa makadirio kadiria halali, ili usibaki na rangi. Tuko pamoja? Umoja wa mafundi una faida nyingi kwa jinsi ambavyo mtakubaliana ninyi, wa Mombo kama Mombo, wa Korogwe kama Korogwe, ili kuendelea kupeana ushirikiano, kupeana kazi kwenye huu umoja wa mafundi. Mwenzio ukakutana na changamoto, ninyi wenyewe mnaweza mkatatua hilo jambo mkishirikiana na wadau.